Lakini tumeendelea kuwasiliana na watu wa PSSSF ili waweze kumjibu kwa maandishi. Kwa hiyo tumeendelea kuwa na mawasiliano naye ya karibu. Na barua niliyowapatia nilimpatia pia nakala na yeye. Wewe ni nani? Mimi ni katibu tawala wa wilaya ya Dasi. Nikupongeze kwa kufuatilia mambo bwana. Umefanya vizuri sana kwamba unalijua hili jambo kwa nukta. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunataka watu wahangaike na masuala ya watu hivi. Jamani, tunakubaliana na nyinyi mnaona? Yaani jambo la mzee anakumbuka lilipita wapi, likaenda wapi, likaenda wapi, lilikwama wapi. Yaani mpaka unafurahia, unasema ndio kuna wawakilishi wa serikali wako eneo. Hongera sana. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Babu, sema jambo lako. Ni Francis Nyehu bwana. Nilikuwa mtumishi serikalini tangu mwaka 71. Nikamaliza miaka 15 nikabadilishwa kwenda halmashauri. Nimemaliza halmashauri miaka 9. Sasa malipo yangu imekuwa shida baada ya ustaafu mwaka 93. Mpaka sasa hivi sijapata malipo ya pension ya mwezi moja ndio inanisumbua. Ambao ni shilingi ngapi babu? Sasa nitadai shilingi ngapi? Si watanifanyia mahesabu tangu 93 nistaafu. Sasa ndio wananipa mahesabu. Sasa mimi nitajua hesabu. Uko wapi? Naam. Anatafuta mtaalamu wa serikalini. Hebu tuambie hili likoje? Babu anadai mafao yake hasa aliyofanya kazi halmashauri. Likoje hilo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli mstaafu alifika ofisini akikumbushia kwa kwanza alipokujaga Mheshimiwa Rais wa awamu ya 5 Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli alienda akawa amezungumza. Kwa baada ya hapo alivyozungumza alilipwa mafao yake yale ya jumla, lakini anachodai anasema anadai mafao ya kila mwezi. Tulipofuatilia Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilimwandikia barua meneja wa PSSSF wa kanda ya huku Msoma ili aweze kutupa majibu ya mzee. Lakini kwa taarifa nilizonazo Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kwamba mafao yale ya kila mwezi, fao la kila mwezi ulianza mwaka 96 na yale staafu kabla alijaanza ule utaratibu. Lakini tumeendelea kuwasiliana na watu wa PSSSF ili waweze kumjibu kwa maandishi. Kwa hiyo tumeendelea kuwa na mawasiliano naye ya karibu. Na barua niliyowapatia nilimpatia pia nakala na yeye. Wewe ni nani? Mimi ni katibu tawala wa wilaya ya Dasi. Nikupongeze kwa kufuatilia mambo bwana. Umefanya vizuri sana kwamba unalijua hili jambo kwa nukta. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunataka watu wahangaike na masuala ya watu hivi. Jamani, tunakubaliana na nyinyi mnaona? Yaani jambo la mzee anakumbuka lilipita wapi, likaenda wapi, likaenda wapi, lilikwama wapi. Yaani mpaka unafurahia, unasema ndio kuna wawakilishi wa serikali wako eneo. Hongera sana. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hongera sana. Kwa hiyo sasa ili hapa linasalia tu sehemu ambayo ni ya kisheria. Mmeona kama alivyosema kwamba yeye alistaafu kabla utaratibu haujaanza, na kwamba sasa malizia kufuatilia ule mwongozo na wenzako wa PSSSF ili kuona wanashughulikiaje madai ya aina hii. Nimepokea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo kaa pembeni, muelezee vizuri mzee. Jina lako nani? Mimi naitwa Mwalimu Sauli Mwaisenye. Sauli Mwaisenye. Naam Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kiala akusaje marafiki. Amina ndaga fijo mkuru. Akupege nuru tengano lwake. Amina ndaga fijo mkuru. Umefanya vizuri sana. Watu wanafuatilia jambo la siku nyingi, ameliona, amelifanyia kazi. Very good.